mitano imeshapita, wengine walishaondoka miaka 20 iliyopita. Sasa kwa kutumia fursa hiyo kuona soko linafunguliwa, mtu anakuja naye anasema kwamba na mimi ni miongoni mwa wafanyabiashara ambao na haki ya kuingia sokoni. Ni shauku kubwa ambayo Watanzania au wafanyabiashara walikuwa wanaisubiri kwa hamu kubwa mara baada ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kufungua soko hili kuu la Kariakoo. Toka mwaka 2021 soko hili lilipongua moto, wafanyabiashara walikata tamaa, lakini leo furaha imerejea tena. Twende tukazungumze na wafanyabiashara pamoja na viongozi wa soko hili ni kwa namna gani wamepokea kwa furaha kubwa kufunguliwa kwa soko hili siku ya jana na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa majina naitwa Ramadhani Labani Kakandilo, ni mwenyekiti wa umoja wa wafanyabiashara na wauza mazao soko jipya la Kariakoo. Hawa mwenyekiti, sasa kwa upande kama kiongozi wa hapa sokoni, mlitumia utaratibu gani kuwapatia watu vizimba? Kwa sababu tumekutana na baadhi ya wafanyabiashara wengine wanasema majina yao yalikuwepo lakini wanashangaa hawajapata maeneo. Ya utaratibu ambao tumeutumia sisi, tumetumia utaratibu ule ambao tuliutumia tokea awali tunahama kwenye soko letu. Wakati tunahama kwenye soko hili kwa maelekezo ya Mheshimiwa Rais kupisha ujenzi, tuliorozesha majina ya wafanyabiashara wote. Na kila kiongozi wa zoni alikabidhi majina yake kwangu kama mwenyekiti wa soko, na majina yale tuliyakabidhi kwenye ofisi ya mkuu wa mkoa, tukakabidhi kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya. Maana yake ni nini? Kwamba kukabidhi pale ili kumbukumbu ziwepo pale, maana ujenzi utakapokuwa umekamilika ili tutumie sasa kumbukumbu zile zile kuwarejesha wafanyabiashara kwenye soko letu la Kariakoo. Kwa hiyo hawa ambao majina yao wanasema walikuwepo lakini hawajapata maeneo, ni kwamba hawakuorodhesha majina yao? Niseme si kwamba hawakuorodhesha majina yao. Kama ninavyoendelea kusema, kuna baadhi ya watu wamelichukulia hili jambo kama ni fursa. Baada ya kufunguliwa soko, kila mtu ameona kwamba atumie nafasi hii kama fursa kwake. Hawa watu wanaolalamika kwamba majina yao hayakuonekana ni miongoni mwa wafanyabiashara tunawafahamu, isipokuwa wakati janga la moto linatokea ni watu ambao walikuwa hawakuwepo sokoni. Ni watu walishahama sokoni, miaka 5 imeshapita, wengine walishaondoka miaka 20 iliyopita. Sasa kwa kutumia fursa hiyo kuona soko linafunguliwa, mtu anakuja naye anasema kwamba na mimi ni miongoni mwa wafanyabiashara ambao na haki ya kuingia sokoni, wakati yeye kumbe alishahamaga sokoni muda mrefu. Kwa hiyo kwenye eneo hilo ndio utaona hayo malalamiko kwamba mimi jina langu niliandikwa lakini sikuwepo. Lakini mwisho wa siku tunaweza ukawa umeandikwa jina, wakati ule sisi yale majina ya wafanyabiashara waliopisha ujenzi tulishayakabidhi kule. Wewe unakuja kwenye uhakiki unasema na mimi jina langu liandikwe. Tayari tuna faili ambayo tulikabidhi kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya wakati tunapisha ujenzi, tumekabidhi kwenye ofisi ya mkoa ambayo wakati tunapisha ujenzi. Faili zile mkuu wa mkoa ametuundia kamati, ndio amekabidhiwa yale majina ya wafanyabiashara. Sasa ili wewe uweze kuhakikiwa, lazima tukague kwenye zile faili zetu kwamba jina lako limo, ulikuwemo miongoni mwa wale wahanga waliopisha ujenzi soko la Kariakoo. Kama jina lako halimo, maana yake wewe utaendelea kuwa muombaji mpya kama waombaji wengine wanavyotakiwa kuomba. Lakini hapa kwanza tunachokiangalia kwenye uhakiki ni kile kipaumbele ambalo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema kwamba soko likikamilika, wale wahanga waliopisha ujenzi ndio wanatakiwa kupewa kipaumbele kwa kurudi kwenye soko lao. Ndio limefunguliwa lakini hatujakabidhiwa. Wewe kizimba chako ndio hiki hapa? Sio cha kwangu, mimi nimejipunzisha tu. Na cha kwako kiko wapi? Nasubiria niambiwe hiki ndio cha kwako. Maana hapa unaweza kusema hiki ni cha kwako, kumbe sio cha kwako, kina mtu. Lakini sikuna utaratibu ambao mlifanya kila mtu kuandika jina katika au kuangalia kizimba chake ni kipi, au kulikuwa kuna utaratibu? Tuliandika lakini majina hayakutoka. Kwa hiyo unasubiri uone uongozi utakwambiaje? Ndio. Mimi nikushukuru sana, nikutakia kila la heri, upate kizimba na uweze kufanya biashara. Asante. Asante Christopher. Asante. Wewe hapa ni mfanyabiashara, umekuja kuangalia mazingira ya soko jipya? Mimi ni mfanyabiashara takriban miaka 22 sasa hivi. Ni miongoni mwa wale wafanyabiashara ambao waliungulua soko mara ya kwanza? Miongoni mwa watu mmoja hapo ni mimi. Umeshapata eneo lako, umeliona? Nimepata eneo, nimeliona. Hebu niambie, kwa jinsi unavyoona soko lilivyokuwa bora, lilivyokuwa zuri, unaona biashara itakuwaje kwa upande wako? Kibiashara kiwastani Kariakoo ni Kariakoo tu. Cha msingi kumomba Mungu tu biashara iwe nzuri, tufanye tupate hela na wao wapate hela basi. Jambo kubwa kumomba Mungu ili biashara inawili. Na kwa upande wa miundombinu kama choo lakini na njia, sababu tumeona Kariakoo ni sehemu ambayo kunafungamana sana barabara, umeonaje hili mpaka sasa liko vipi? Kimiundombinu imadi jana mkuu wa mkoa kaongea patakuwa pazuri,
na kikubwa tunaomba serikali ushuru wasitufanyie kwa mwezi, kwa sababu kwa mwezi kwa changamoto, sababu muuza ndimu leo mwambie kuweka hela mpaka ifike mwezi atoe ada, inakuwa ni mitihani. Wangetufanyia tu kwa siku, na vile vile hata choo wasingeka bei tofauti na huduma za watu wa kawaida. Wangetokea tisa hata shimia kila unapoenda chooni kwa nafuu, wasike kama watu wa kawaida wafanya biashara. Naitwa Juma Malela alimaarufu. Wewe hapa ni mfanyabiashara? Ni mfanyabiashara siku nyingi sana. Unajishughulisha na biashara gani? Nauza biashara za mboga mboga, jamii ya karoti na hoho na vitunguu. Umepata eneo lako vizuri kabisa kama ulivyotegemea? Nashukuru Mwenyezi Mungu, nimelipata eneo langu jinsi nilivyotegemea. Una kipi sasa cha kuiambia serikali inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan? Samia kwanza namshukuru, aendelee miaka yote inayofuata abaki yeye huyo, kwa sababu kwanza tunashukuru ametujengea soko zuri. Tumekaa katika position ambayo kwamba tulitarajia tuje kuipata kwa muda huo, kutokana na huko tulikotokea. Tulikuwa tunakaa hapa lakini hatuko katika mazingira mazuri, ila sasa tumepata sehemu nzuri, tunafanya biashara zetu vizuri na tutazingatia taratibu za sheria za serikali walizozipanga. Kwa hiyo tunashukuru. Kwa jina ninaitwa Jacqueline Amiri. Unajishughulisha na biashara gani hapa? Mimi najishughulisha na mazao. Niambie kwa upande wako wewe ulitumia utaratibu gani mpaka kuweza kupata hapa kizimba? Yaani kwa kweli tunamshukuru Mungu. Tumepata changamoto lakini tunamshukuru Mungu, maana mama ametupigania na jana amezindua soko na leo tumeitwa tuje tusafishe, kesho tunaendelea na biashara. Ulikuwepo toka mara ya kwanza au wewe ni mfanyabiashara mpya? Mimi ni mtu wa siku nyingi hapa. Ndio nakuuliza sasa, ili kurudi hapa mlifanya utaratibu gani ili kwamba kuhakikisha umeweza kupata eneo lako? Tumefanya utaratibu pamoja na serikali kwa sababu anatutambua na mama naye ametutambua na ameamua kuturudisha mwenyewe, katujengea soko na ameamua kuturudisha, tunamshukuru Mungu. Na eneo ambalo umechaguliwa umepewa, umeridhika nalo? Nimeridhika nalo kabisa. Na tunatamani tujue biashara itakuwaje, kwa sababu tunaona hili ni soko kubwa, soko la kimataifa kama rais jana alivyosema. Bidhaa zitapanda au zitakuwa bei ni zile zile tulizozizoea hata huko mtaani? Hapana, tunaamini ya kwamba safari hii tutafanya biashara. Kwa upande wa bei? Kwa upande wa bei bado hatujajua kwamba itakuwa shingapi, sababu kama leo hivi hatujamwaga. Hizi biashara mbichi zina siku zinapanda na kuna siku zinashuka, hazitabiriki. Mtazamaji wa Meza ya Habari, kama ulivyosikia, wafanyabiashara wamepokea kwa furaha kubwa ufungulivu wa soko hili, ambapo siku ya jana lifunguliwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini pia kiongozi wa hapa sokoni amewataka wafanyabiashara sasa ni wakati wao wa kupambana kuhakikisha kwamba uchumi wetu wa Tanzania unapanda kupitia soko hili jipya la hapa Kariakoo. Nikiripoti kutoka hapa katika soko jipya la kimataifa Kariakoo, ni mimi Salma Juma, Meza ya Habari, Jehova.